Ripoti ya upastori wa parokia ya Yerusalemu kwenye kikao cha jimbo Nyarugusu cha tarehe 12 na 13 mwezi huu na mwaka huu pa section Saida. Ibaje. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapo badilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Zaburi ya 46 beti ya kwanza na ya pili. Inatoa habari za kazi zilizotendeka shambani mwa Mungu katika maeneo yetu kuanza tarehe 15 mwezi ule wa 8 hadi sasa. Nayo ina pointi zifuatazo. Kwanza ni baraka na mafanikio. Mpango kazi kuendesha sakramenta mbalimbali kanisani mwetu. Pili, injili ya mtu kwa mtu na kutembelea waumini kwenye kaya zao. Tatu, kukuza viwango vya ujuzi vya washiriki wetu kwa njia ya mafundisho ya neno la Mungu. 4, kuhimiza vipindi vya maombi ya watumishi na vile vya kanisa nzima. 5, kuhimiza utoaji wa sadaka ya hiari na michango mbalimbali toka ofisi ya jimbo. 6, kuhakiki takwimu za watumishi na washiriki wetu. Kazi zilizofanyika. Kwanza, kutoka mpango kazi, meza ya Bwana ilifanyika mara 2. Tulibariki watoto 14. Tuliwabatiza waumini 22. Tulibariki ndoa 2 na kuzika mtoto mmoja. 2, tulizitembelea kaya za waumini wetu wa sinagogi ya Yerusalemu, kuhubiri kwenye mabomba na kwenye vituo vya wafanyakazi. Tokeo, mtu mmoja alirudilia imani na mtu mmoja alijiunga na kanisa letu. Semina juu ya kaneva ya ripoti ya FMCT ilifanyika kwa watumishi pamoja na kufundisha ibadani somo sifa za waumini sifa za Wakristo watakaonyakuliwa Yesu Kristo atakaporudi kuchukua kanisa. Tulifanya maombi ya kanisa nzima mara 2 katika kipindi hiki, ambapo walishiriki watu wengi na kwa hamu kubwa. Tumepandisha jimboni kwa jumla 7,037 zikiwemo harambee ya Injili 93,400, sadaka 61,900, shukrani 38,900, chakula 60,000
65,100. Sadaka ya hiari 2,019 na shilingi 50. Sunday school 4,600. Mbele 80,080. Kulisha kikao hiki 74,500, na mambo mengine tutayafuata kupitia ripoti ya fedha jimbo. Tulihakiki takwimu za waumini wetu vizuri. Kwa sasa tunao waumini 744, wakiwemo mchungaji kamili mmoja, diakre mmoja, mzoezwa mmoja, walimu 6, wainjilisti 5, wazee 7. Wenye kubatizwa kwa jumla ni 327. Watoto wa Sunday school 222, na wasiobatizwa 417, na wasiojiweza 135. Itakumbukwa pia kuwa watu 92 wamekwisha rudi nchini Burundi. Kazi zilizofanyika nje ya mpango kazi ni zile za kwanza, ni kuendesha zile shughuli za kila siku ofisini mwetu. Pili, kwenye chumba chetu cha maombi tuliombea wagonjwa 254, wajawazito 20. Kati yao watu 4 walishuhudia kuponywa na wajawazito 6 walijifungua hospitalini kwa usalama. Tulishukuru pia kupokea somo zifuatazo: ujanja wa shetani, umuhimu wa kina mama kanisani, semina na ibada ya vijana, pamoja na kikao toka idara la maadibisho ya Kikristo jimbo. Kuitikia ipasavyo mpango wa maombi ya watumishi na ile ya mfungo toka Injili jimbo iliyofanyika kwenye maeneo yetu. Pamoja na hiyo, tulitoa shilingi 20,000 ya nauli ya mwinjilisti toka DRC, pesa za semina ya vijana 60,000, kupokea kikao cha idara la ibada la kupokea kikao na ibada la vijana toka Maki jimbo, na kupana mkate njiani kwa wageni wetu. Changamoto zetu shambani mwa Mungu. Kwanza, mahudhuriaji hafifu ya waumini zaidi kwenye ibada za asubuhi. Hili linatokana na mpango wa kufungiwa majengo ya kanisa za mahali upande wetu wa Rundi. Suluhisho, tunapambana kwa msaada wa Roho Mtakatifu kwa njia ya maombi na kutembelea waumini wetu kwenye kaya zao. Pili, viwango vya utoaji kushuka, hasa wakati huu ambapo watu wengi kila mmoja anafikiria sana juu ya kurudi nyumbani. Suluhisho, tunampa Mungu haja zetu pamoja na kuwahimiza waumini wetu kwa njia ya mafundisho na matangazo ibadani. Tatu, watoto wengi wa SS
kushindwa kufika kwenye darasa lao kwa sababu ya umbali. Suluhisho hili tunalizungumza na viongozi wa Umoja wa Makanisa wa upande wetu, ila alijapata mwafaka. 5. Diakre Habyarimana Ferdinand yupo nje ya maeneo ya kazi kwa sababu ya magonjwa ya mkewe. Suluhisho, tunahitaji msaada wa maombi yenu. Mapendekezo: vitambulisho vya watumishi vifanyiwe kazi haraka iwezekanavyo, kwa sababu watu wakuwima kurudi nyumbani. 2. Mipango mingi ya jimbo kwa mwezi mmoja ingeangaliwa, kwani inadumaza plani za kazi kwa ngazi za kanisa na section. 3. Uongozi jimbo utafute njia za kusuluhisha umbali wa watoto wa SS ya watoto kufikia darasa za siku ya Jumapili. Matarajio yetu kwa siku zijazo: 1. Injili ya mtu na kuwatembelea waumini. Muhusika ni mratibu wa injili na uongozi wa section. Hilo linaanza tangu Januari. 2. Maombi ya watumishi na ile ya kanisa lote. Muhusika ni mratibu wa injili na uongozi wa parokia, ni tangu sasa na kuendelea. 3. Kufanya semina na mafundisho ya neno la Mungu. Muhusika ni mratibu wa maki na uongozi wa section, ni tangu sasa na kuendelea. 4. Kuwakilisha kanisa kwenye vikao vya kanisa. Hili linahusu uongozi wa parokia, ni tangu sasa na kuendelea. Na 5. Ni kuendesha kazi ofisini mwetu, na ni uongozi wa parokia, tangu sasa na kuendelea. Hitimisho: kwa wote waliotusikia, tunaomba upokezi mwema wa ripoti hii yetu, na Mungu awabariki. Imefanyika Panyarugusu hiyo jana tarehe 11 mwezi huu mwaka huu, na kusomwa leo kikaoni kwa ajili ya FMCT parokia ya Yerusalemu. Revera Yamba Pimbu Zakaria, mchungaji. Swali. Heri kubali.